Prophet Charles wa urejesho kutoka Katoro Geita, nabii mwenye upako wa kutatua matatizo yako. Wasiliana naye kwa simu namba 0756 96 40 99. Usiruhusu misukosuko. Prophet Charles anakuja kuivunja vunja. Kutoka Katoro tunakukaribisha katika ibada zetu kwa ajili ya kupokea huduma ya kiroho. Uwe na mateso, magonjwa mbalimbali kama vile kansa, tumbo, miguu kuwaka moto, kukosa uzazi, na hata wewe unayesumbuliwa na wachawi, mapepo, majini, ndoto mbaya, na hata kwa wewe mwanafunzi uwe una matatizo shuleni, vyuoni, kukosa kazi na changamoto mbalimbali za mahusiano. Kwa mawasiliano zaidi utampigia simu namba 0756 40 99 katika mitandao yake ya kijamii kama Mdogo Wake na Yesu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel yake ya YouTube akijulikana kama Mdogo Wake na Yesu. Ni Mdogo Wake na Yesu. Kwa mara nyingine tena ninasema na wewe unaponisikiliza, sauti ya mtu wa Mungu hapa kwa ajili ya watu wanaoteseka, kwa ajili ya watu wanaopitia changamoto mbalimbali kwenye maisha yao. Sijajua unapitia hali gani msikilizaji hapo ulipo. Nimekuja na suluhisho la kila changamoto ambayo inakupata kuwa hivyo, lakini imetokea kuwa na hali hiyo, lakini kuna jambo limeanza. Taka nikuambie, hukuzaliwa kuwa katika hali hiyo, na hayo sio mapenzi ya Mungu. Yesu anazungumza jambo hili: mimi nimekuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Najua hali unayopitia sio mapenzi ya Mungu, ni mateso ambayo yametoka kwa adui, yametoka kwa wachawi, ni maonezi, umeonewa, nateseka, maisha magumu, hali ngumu, uchumi wako umepigwa, wala hujui utafanya nini. Chukua namba yangu ya simu, kuna msaada kwa ajili yako. Simu ni 0756 96 40 99. Ni 0756 96 40 99. Hii ni namba special kwa ajili ya kutatua matatizo yako, matatizo ya ndoa, matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kifedha, matatizo ya kimasomo, matatizo katika afya yako. Una shida ya kichwa, una changamoto ambayo sasa hata hujui itafanyikaje, na umejaribu kutafuta msaada hapa na pale, lakini hakuna matokeo. Nataka nikwambie, Mungu wa mbinguni amenitia mafuta kwa ajili ya changamoto kama hiyo ulionayo, kwa ajili ya mateso hayo ulionayo, kwa ajili ya shida ulizonazo. Chukua namba yangu ya simu, maana Yesu ameyaona mateso yako. Utanipigia ama utaniandikia ujumbe mfupi, ni 0756 96 40 99. Nitarudia 0756 96 40 99. Niko kwa ajili ya kazi maalum tu, kushughulikia watu wenye changamoto kwenye maisha yao. Lakini kama una shida, chukua namba hiyo na unaweza ukamtumia ndugu yako aliye na changamoto. Maana Biblia yangu inaniambia ya kwamba Yesu Kristo alipokuja duniani alikuta watu wote wako chini ya mapepo na uchawi na giza, lakini yeye ameleta nuru. Nasema katika Yohana zile sura za kwanza, iko nuru halisi ikiingia kwenye maisha yako. Kila giza ambalo limekufunika kwa muda mrefu, giza ambalo limefunika maisha yako, limefunika ndoa yako, litaondoka kwa njia ya maombezi. Yesu ameleta huduma ya maombezi, ameweka upako wa kuombea watu ndani yangu, amenipaka mafuta kwa ajili ya kutatua changamoto za watu. Umeombewa sana, hujapata ufungulivu, umezunguka kwa waganga, mahospitali, lakini hakuna jibu. Nipigie simu na mimi nitashughulika na kesi yako. Wengi wamefunguliwa. Unaweza ukanifuatilia katika mitandao ya kijamii. Ingia YouTube, andika Mdogo Wake na Yesu. Kazi zangu utaziona hapo, kwa maana kila mti hutambulika kwa matunda yake. Nataka nikwambie, ukinifuatilia mtandaoni utaona matendo makuu ambao Yesu ameyafanya kupitia mimi. Nina ujasiri wa kukwambia tatizo lako litaondoka. Nina ujasiri wa kusema kila tatizo unaloliona lina njia ya kuondokea. Chukua namba ya simu 0756 96 40 99. Ninaitwa Mdogo Wake na Yesu. Wakati unaweza pia ukanifuatilia katika mitandao ya kijamii.
ni Mdogo Wake na Yesu. Ingia YouTube, utaweza kupata huduma stahiki. Una hali gani wakati unaponisikiliza? Uko kitandani leo, utainuka kwenye kitanda hicho. Uko hospitali, utainuka kutoka hospitalini. Uchumi wako umeanguka, utainuka tena. Unaanzisha biashara haziendi, awamu hii biashara zitaenda, kwa sababu nitakuombea, nitakutabilia. Maisha yako hayatabaki hivyo yalivyo leo. Hali yako haitabaki hivyo ilivyo leo. Chukua namba ya simu 0756964099. Unanipata ukiwa wapi na una shida gani? Chukua namba ya simu, nipigie simu baadaye, au unaweza ukanitumia ujumbe wa maandishi. Unaweza ukatumia namba hiyo WhatsApp kama una simu kubwa, 0756964099. Hiyo ni namba kwa ajili ya maombezi. Msikilizaji, usiendelee kuteseka tena, usiendelee kufinywa tena, usiendelee kulogwa tena, usiendelee kuugua tena, usiendelee kulazwa tena, usiendelee kuishiwa damu, usiendelee kuishiwa maji, usiendelee kupoteza pesa zako kuzunguka kutafuta msaada. Chukua namba hiyo ya simu na maisha yako hayatabaki vile. Ni 0756964099. Ninaitwa Mdogo Wake na Yesu, Prophet Charles Masanja. Niko na majibu ya changamoto yako, niko na majibu ya kifedha, niko na majibu ya kiafya, niko na majibu kwa ajili ya hali unayopitia ambayo sio mapenzi ya Mungu, ni mapenzi ya wanadamu, ni mapenzi ya wachawi, kwamba uweze kuteseka, uweze kupitia hali hii unayopitia. By God my Father, ninataka nizungumze shortly na kisha nitakwenda kuombea watu. Chukua namba yangu ya simu, uwe wa kwanza kunipigia. Namba ya simu ni 0756964099. Piga simu ama tuma SMS. Leo nitakuwa na kazi ya kuombea watu wenye matatizo, watu ambao wamekaa chini ya uvuli wa mauti. Umekaa chini ya bonde la uvuli wa magonjwa, umekaa chini ya bonde la uvuli wa umaskini, umekaa chini ya bonde la ndoto mbaya. Maisha yako hayajawahi kutulia, hali yako imekuwa ni kusafa safa, lakini nataka nikwambie, now it is over. Kila kitu kitakwenda kukamilika na kila kitu kitakwenda kuisha. Niko hapa kwa kusudi moja tu, maisha yako yarejeshwe katika uhalisia. Nataka niombe na wewe. Uko tayari nipate kuomba na wewe? Chukua namba ya simu nami nitakuombea. Ni 0756964099. Nitarudia namba kwa sababu yako, ni 0756964099. Leo ninakwenda kuombea watu wenye matatizo ya tumbo, matatizo ya kichwa, matatizo ya miguu, matatizo ya kiuno, matatizo ya macho, matatizo ya kichwa, matatizo ambayo yamekuwa kinyume kabisa na hatua zako. Unapambana sana lakini hakuna hatua ambazo zinafurahisha. Chukua namba ya simu na uwahi kunipigia mapema ili nikaweze kuhudumia maisha yako. Wiki hii na mwezi huu ni kwa ajili yako. Namba ya simu ni 0756964099. Nitarudia namba ya simu 0756964099. Niko hapa kwa ajili ya mateso yako, niko hapa kwa ajili ya kifungo chako, na wakati huu nataka nikakuletee shuhuda za watu waliokutana na mkono wa Bwana. Walikuja wanalia, walikuja wakiwa na mateso. Walipokutana na mimi nabii wa Bwana Prophet Charles Mdogo Wake na Yesu, sasa wanashangilia, sasa wanashangaa. Maisha yamebadilika. Walikuwa wawezi kushika fedha, walikuwa wawezi kuinuka kimaisha, walikuwa wawezi kupiga hatua, walikuwa kila kitu kimekwama. Kama ambavyo wewe msikilizaji, mambo yako unajua wewe. Wakati mwingine unatembea barabarani, unajiuliza watu wote wanapitia kama hali ninayopitia. Watu wanaona kwamba una maisha fulani, lakini kumbe una mateso. Watu
akikuona unatembea barabarani una sura nzuri, ni baba, ni mama fulani, ni binti fulani, ni mtoto fulani, lakini kumbe una changamoto chungu nzima, una mateso unayoyajua wewe, nipigie simu nami nitaweza kutatua changamoto yako. Si muda wa kukaa na hiyo hali tena, si muda wa kukaa na hiyo situation ambayo uko nayo. Namba ya simu nataka nikupatie. Namba ya simu ni 0756964099. Hiyo ni special number for prayer. Hiyo tu ni kwa ajili ya kuombea watu. Unipigie, wahi mapema, uwasiliane na mimi nitaondoa tatizo lako. Tatizo lako hautaliona, tatizo lako litaondoka, mateso yako hayatakuwepo tena. Nataka nikuletee shuhuda za watu walioona Mungu, na Mungu akubariki. Hebu msikilize huyu ndugu alipofika hapa, ni nini kimefanyika. Nilikuwa hata kukaa siwezi, naombewa nikiwa nimelala. Nashukuru sana mahali hapa, pia napenda kumshukuru madam alionileta mahali hapa. Kuna mwingine yuko hapa ana jambo la kueleza alivyotendewa. Msikilize. Kila ninapotembea ninakuwa mtu wa kudharauliwa sana, na nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kupitia maombi ya madhabahu hapa nimepata kufunguliwa na kupata kibali katika kazi, ndoa pamoja na vitu vingine. Ushuhuda mwingine huu hapa wa kufurahisha na kutia moyo. Hebu tusikilize wote pamoja. Nashukuru sana Mungu, amenisaidia mengi sana, hata ndoa yangu ilikuwa inaelekea kuvunjika. Nami nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Nilikuwa mjamzito, nimejifungua. Tuambie sasa. Kabla ya kuja hapa ilikuwa kwaje? Kabla ya kuja hapa nilikuwa na changamoto. Nilikuwa nikibeba mimba, nikifikisha mwezi mmoja tu naharibika. Wewe ulikuwa mjanja. Haikuwa na mwezi unajua? Nilikuwa nikipima, maana nilikuwa nahitaji sana. Sawa. Ikifikisha mwezi mmoja inaharibika, au ikiwa ina mwezi mmoja na wiki mbili inaharibika. Sikuwahi kufikisha miezi miwili. Yaani ni mwezi tu mmoja au na wiki mbili nimejitahidi inaharibika. Ni kama ngapi hivi ziliharibika? Zilikuwa ni mimba 5. Na nimesumbuka kwa hili tatizo kwa muda wa miaka 4. Hilo tatizo lilikuwa likinisumbua sana. Nilizunguka kwa waganga mimi na mume wangu, lakini sikufanikiwa. Waganga walikuwa mnaenda kufanyaje? Kwa ajili ya kutafuta mtoto. Kutafuta mtoto? Ndio. Ulikuwa mnapewa nini? Unapewa mara dawa, sijui mara muonge, mtumie. Lakini ukishashika tu ujauzito unaharibika. Unaharibika na dawa na hela imeenda. Na hela imeenda. Kwenye upande wa hela umetoa kama ngapi kama unaweza ukawa unakumbuka? Hela nyingi mno, zingine hata siwezi kuzikumbuka. Sawa. Wewe kwa kila ukisikia mganga huko unaenda, unasikia naenda. Naenda. Ndio. Ulifika fikaje hapa? Yaani nilikuja hapa, kuna siku moja nilikuwa nimeenda kusuka. Nilipoenda kusuka kuna mdada fulani hivi msisi alikuwa anafahamiana na Skora. Nikawa namuuliza, jamani nina changamoto, nakuwa nashika mimba zinaharibika. Hamna hata kanisa lolote huku anapoombea nikaombewe. Sawa. Akawa amenielekeza, akaniambia kuna dada hapa nafahamiana naye, akupeleke kwenye hilo kanisa. Sawa. Skora sasa. Akawa amenileta. Mume wangu akawa anajua tafuta mwanamke mwingine. Ili wewe uache Soleno. Lakini sasa hivi nawaambiaje ambao mimba zinatoka ambao hawazai, nawaambiaje? Wasikate tamaa. Muombe Mungu. Ninamshukuru Mungu sana, amenisaidia mpaka hapa. Namshukuru sana Mungu. Amenisaidia mengi sana, hata ndoa yangu ilikuwa inaelekea kuvunjika. Namshukuru Mungu kwa kweli, amejibu hitaji la moyo wangu. Sasa na mimi na mtoto. Kanisa la Urejesho wa Masika Tanzania, sauti ya miujiza. Kwa waliopo mkoani Geita, mnaweza kufika makao makuu ya huduma hii ambapo ni Katoro Geita. Na wewe unapitia kama anayopitia ndugu huyu, hebu msikilize na wewe utaweza kubarikiwa. Nilikuwa siwezi kujitegemea kutembea
mimi mwenyewe kujisimamia, maana hata kufika mahali hapa nimefika kwa msaada wa pikipiki. Lakini baada ya maombi na kuongozwa namna ya kuendeleza kujiombea, niliweza kutoka hapa kwa ushindi. Nilifika nyumbani, nilikuwa nasumbuliwa sana na kizunguzungu na mwili wangu ulikuwa ni dhaifu. Kutokea hiyo siku nimelala vizuri, na asubuhi nikaamka nikamshukuru Mungu kwa sababu hata leo nimekuja, ninaamini, kwa sababu nikitembea kwa muda mfupi nilikuwa nasikia kizunguzungu, naweza hata kuanguka. Lakini leo nimeshangaa, nimeweza hata kusifu, nimeimba, nimecheza kweli. Jamani, mmeniona nimeanguka. Ninamshukuru Mungu wa mahali hapa, kweli Mungu amenitendea. Kila unayenisikiliza wakati huu, changamoto yako itakwenda kuondoka. Kila unayenisikiliza majira haya, hiyo shida yako itakwenda kukimbia. Kila unayenisikiliza, maisha yako hayatabaki hivyo unayoyaona sasa hivi. Kila unayenisikiliza, maisha yako yanakwenda kubadilika. Kila unayenisikiliza, hali yako itakwenda kubadilika. Ni Prophet Charles hapa, mdogo wake na Yesu. Unayenisikiliza, ninatabilia maisha yako kubadilika. Hayatakuwa hivyo, hali yako haitakuwa hivyo. Niamini na ubebe unabii huu. Ninakupatia challenge hapo ulipo, ya kwamba hali yako hiyo ambayo wakati unatembea hata unaongea, unatembea hata unazungumza peke yako, hiyo hali yako inakwenda kuondoka. Nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, nimekabidhiwa vyote na Mfalme wa ufalme, kwa ajili ya kuondoa kilio chako, kwa ajili ya kuondoa msiba wako. Ninapozungumza na wewe wakati huu, sijajua unanisikiliza ukiwa katika hali gani. Nasema kwamba kila unayenisikiliza leo, maisha yako yanakwenda kubadilika. Kila unayenisikiliza wakati huu, hali unayopitia inakwenda kukoma. Maana unayemsikiliza ni mdogo wake na Yesu. Unayemsikiliza ni mtu aliyekabidhiwa majukumu, aliyekabidhiwa mamlaka kwa ajili ya kukomesha mateso kwa wanadamu. Kumbuka, kila mtu ana wito wake. Inawezekana umewasikiliza watu mbalimbali, unasema umeombewa sana, unasema umezunguka huku na kule, lakini nataka niseme na wewe, chukua namba yangu ya simu, utanipigia, ndipo utaelewa kwamba ninayesema na wewe sio kama kule ulikopitia. 0756 96 40 99. Nitarudia 0756 96 40 99. Hiyo ni namba kwa ajili ya maombezi. Hiyo ni namba kwa ajili ya kuponya maisha yako. Sio kwamba ni mgonjwa tu wa mwili, ni mgonjwa wa uchumi pia, ni mgonjwa wa ndoa pia. Kuna ugonjwa ambao unakutesa msikilizaji wangu. Unaweza ukawa ni maisha magumu, nao ni ugonjwa. Inawezekana ni ndoa, nao ni ugonjwa. Nipigie simu niweze kutatua changamoto yako. Chukua namba ya simu 0756 96 40 99. 0756 96 40 99. Kila tatizo litakwenda kuondoka. Nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Nimekuambia katika familia huwa inafika mahali baba anamwamini mtoto, anamwamini mwana, anamkabidhi majukumu. Wakati Yesu ameenda kuandaa makao, amenikabidhi kazi, amenikabidhi mamlaka, amenikabidhi uweza, amenikabidhi nguvu kupitia Roho Mtakatifu. Leo nitakwenda kuondoa tatizo lako. Unanisikiliza ukiwa wapi? Chukua namba ya simu na utanitumia ujumbe, utanipigia na mimi nitashughulika na kesi yako. 0756 96 40 99. Na wale mnaopenda kusapoti injili,
maana ukisapoti injili na wewe utakwenda kubarikiwa. Unaweza ukasapoti kwa sadaka yako. Tumia namba hiyo kama moyo wako uko tayari kumtolea Bwana, uko tayari kuachilia sadaka yako, kujiunganisha na huyu unayemsikiliza, kujiunganisha na huduma hii kwa sadaka yako. Chukua namba ya simu 0756964099. Nimeona watu wakituma sadaka zao kupitia namba hii ya simu baada ya kuona ni baraka. Maana kusapoti injili, kusapoti mtu ambaye Mungu anatembea naye ni kujiunganisha na ile neema. Na wewe ni kupatie challenge. Unaweza kuachilia dhabihu yako ya kusimama na kipindi hiki na maisha yako hayatabaki ya kawaida. Unaweza ukaachilia dhabihu kwa ajili ya biashara yako. Unaweza uachilie dhabihu kwa ajili ya ndoa yako. Uachilie dhabihu kwa ajili ya watoto wako. Uachilie sadaka kwa ajili ya huduma yako. Uachilie dhabihu hiyo kwa ajili ya jambo lako, kusapoti huduma hii, kujiunganisha. Unasema mdogo wake na Yesu, nataka nijiunganishe na madhabahu ya urejesho. Unaweza ukatuma sadaka yako na sisi tutaweza kuomba na wewe kwa namna ya pekee sana ambavyo hujawahi kuona before. Chukua namba hii ya simu, ni 0756964099. Nimeona watu wakituma sadaka zao wakiwa nchi za Kiarabu. Siku moja dada mmoja akiwa Katari, niliona akituma sadaka yake kupitia Western Union. Sasa wewe unaweza ukatuma dhabihu yako kwa njia ya simu, nayo dhabihu itaweza kufika na maisha yako hayatabaki ya kawaida. Kama uko tayari willingly, chukua namba ya simu, utaweza kuwasiliana na mimi nitakupatia details, na wewe utaweza kuachilia mbegu yako kwa ajili ya kazi yako. Utaachilia mbegu yako kwa ajili ya huduma yako. Unahitaji upako, unahitaji huduma yako, unaweza ukasapoti. Kumbuka, unaposapoti huduma hii, maisha yako Mungu atasimama na wewe kwa kiwango kikubwa sana, na mimi nitakutumia maombi yatakayoinua maisha yako. Namba ya simu ni 0756964099. Watu wamekuwa wakiuliza kwamba je, tunaweza kutuma sadaka? Nasema ndio, unaweza ukatuma sadaka. Unaweza ukatuma sadaka na maisha yako hayatabaki ya kawaida. Mimi nasema panda mbegu ili uweze kuvuna. Achilia mbegu yako, hiyo sadaka ikawe ni mbegu kwenye mambo yako, ikawe ni mbegu kwenye uponyaji wako. Hiyo sadaka ikawe ni mbegu kwenye safari yako ya maisha, na maisha yako yatakumbukwa. Chukua namba ya simu 0756964099. Kumbuka, hii ni special kwa ajili ya watu ambao wako tayari kutuma sadaka zao kwa kusimama na huduma na kipindi hiki. Unaweza ukaachilia sadaka yako ya upendo. Unaweza ukaachilia mbegu kwa ajili ya jambo lako. Unataka nafasi kazini, tuma sadaka yako kwa namba hiyo. Unataka kuinuliwa kiofisi, unataka kuinuliwa kimasomo, unataka kuinuliwa kazini, unataka promotion, unataka Bwana aweze kuachilia mafuta. Kumbuka, Biblia inasema zawadi ya mtu humleta karibu na watu wakuu. Achilia dhabihu yako. Yule mwanamke alimimina mafuta katika miguu ya Yesu. Hiyo sadaka ilimleta karibu, na wewe utaweza kubarikiwa. Wakati huu nataka nikakuletee, kuna watu wana shuhuda za ajabu sana. Walipoanza kusapoti kipindi hiki, baraka zimemiminika, na nitakuletea testimony zao ili ukaweze kuona kile Bwana wa majeshi anakifanya. Kumbuka, unayemsikiliza ni mtu aliyekabidhiwa majukumu. Nimekabidhiwa
nimekabidhiwa. Ninasema kutoka katika madhabahu ya urejesho, ni urejesho, ni urejesho. Kila kitu kitarejea kwenye maisha yako. Wengine wamefunguliwa. Namshukuru Mungu, yani siku ile ametamka, yani kwako naofuata nimejifungua huyu mtoto. Kwa maelezo zaidi na huduma ya maombezi, wasiliana naye kwa simu namba 0756 96 40 99. Usiruhusu misukosuko. Prophet Charles anakuja kuivunja vunja. Nyote mnakaribishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawapenda katika jina la Bwana. Na mimi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu wa mahali hapa. Wakati ninafika mahali hapa, nilikuja kama kujaribu. Nilikuja kwamba nije nione, je, ipo nguvu ya Mungu au ni makanisa mengine ambayo yana roho ya kinabii ambayo yanatumika madhabahuni kwenye giza, kwenye nguvu za giza. Nikasema nitafika ili nijaribu, nijue kama kuna nguvu ya Mungu, nitaendelea kuabudu mahali pale. Lakini nataka niwaambie wana wa urejesho ya kwamba ipo nguvu ya Mungu mahali hapa, ambayo nimeiona mahali hapa. Utukufu uliopo hapa sio utukufu wa mchezo. Nataka usikilize ushuhuda huu, msikilizaji. Kwa mara ya kwanza niliwahi kufika hapa ilikuwa mwaka jana kwenye mwezi wa 3. Kipindi kile kwa kweli nilikuwa na matatizo, makubwa, na matatizo haya yalianza kipindi fulani kwa ilikuwa kwa masomo. Niliingia kwenye makanisa mbalimbali kwa ajili ya kupata msaada wa maombezi kwa afya yangu, lakini kwamba haikuleta msaada. Lakini mpaka siku moja nikapata direction ya kuja hapa katika madhabahu matakatifu ya baba yetu Charles Nauli Masanja. Ndio pale ambapo kwa mara ya kwanza nilianza kuona Mungu akitenda muujiza wake katika maisha yangu na familia yangu. Kwa ujumla ni mambo mengi sana, na muda utoshelezi ndio nisema tu, lakini niseme kwamba jamani, madhabahu haya yana nguvu. Madhabahu haya yana nguvu. Yaani naweza nikasema kwamba ni madhabahu ambayo yana majibu. Yana majibu kwa maswali ya watu. Kwa yote mwenye swali la afya yangu inakuwaje, haya madhabahu yana majibu juu ya afya yako. Ya kuzungumza ni mengi, lakini naona muda kidogo unatushika mkono. Sasa kwa nafasi hiyo tuko mbele yenu kwa ajili ya kutoa sadaka. Sikiliza na ushuhuda mwingine huu hapa. Kweli sasa hivi niko mzima, mguu, mkono niko vizuri, lakini pia nilikuwa nasumbuka na tatizo la tumbo. Tumbo lilikuwa likinisumbua mara kwa mara sana, kwa maumivu makali sana. Lakini yeye ni Mungu, ni mwema, amenitendea, amenipa uzima. Jina lake linuliwe milele yote. Ninamshukuru Mungu kwa makubwa aliyonitendea katika wiki hii. Nilikuwa nimesafiri kwenda kwa dada yangu. Nilipotoka kule nilifika kama saa 2 ya usiku mahali huku. Nikaona kwamba nije nilale kanisani, lakini nilipotoka kule kwangu kule Mchongomani nikaja mpaka kwa dada yangu pale Mtunduni. Nikawa nimelala pale, lakini wakati tu nimelala muda kidogo nilivamiwa na nguvu ya mauti. Yaani nikashindwa kulala, yaani mwili kama vile unafinywa. Nikaamuka, nikakaa, nikashindwa kukaa. Nikashtukia naanza kupiga kelele ovyo. Baadaye wakaniambia kwamba nenda kanisani, lakini kwa ninashindwa. Ikabidi nichukue simu nimtafute baba. Baba nikamtafuta, nikawa nimeongea naye. Baadaye akaniuliza kuna nani hapo nyumbani, nikamwambia kuna Steria. Kaniambia mpe simu. Ndio akawa ameongea naye pale. Baadaye baba akasema chukueni chumvi muweke maji umwagie na atakuwa salama. Kweli wakafanya kama vile, kweli nikamwona Mungu, ile nguvu ikawa imeondoka, nami ninamshukuru Mungu. Baada ya kusikiliza shuhuda hizi, msikilizaji, nipigie simu 0756 96 40 99 0756 96 40 99 0756 99 40
99. Kituo changu kinapatikana pale Katoro Geita, maeneo ya Mtakuja, fika hapo. Lakini pia Kahama kuna kituo changu cha maombezi. Lakini wewe uliyeko Dar es Salaam unaweza ukanipata Kibamba Bukoba mjini, kuna kituo changu cha maombezi. Uko Katavi Mpanda mjini, napo unaweza ukapata huduma yetu ya maombezi.